wetu tunamtaka akiwa hai, tunamtaka akiwa hai, tunamtaka akiwa hai, tunamtaka akiwa hai. Hapa ni ofisi za Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kanda ya Nyasa. Leo viongozi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema walikubaliana kwenda kwa mkuu wa mkoa, na baada ya kutoka kwa mkuu wa mkoa wameenda kwa RPC. Na baada ya kutoka huko wameweza kufika katika ofisi zao za kanda na kuweza kuwaambia wanachama wao nini kimejiri juu ya sakata lao wanaoendelea kulifuatilia tangu Mei 2 mwaka huu, ambapo saa 8 usiku Mparuka Saidi Nyagali alitoweka. Hali imekuwa ya sintofahamu katika chama hicho, baadhi yao wakihisi na kudhani kwamba askari wanahusika moja kwa moja na tukio hilo, lakini pia wameweza kuzungumza nini kinachoendelea kufanyika mpaka sasa, ambapo tume imeundwa kutoka makao makuu Dodoma kwa ajili ya kuchunguza sakata hili. Lakini kwa upande wao viongozi wa chama hicho pamoja na wakili wameitaka serikali kuhakikisha wanaunda tume huru. Baadhi ya wanachama wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema wahusike katika tume hiyo, familia, ndugu, ili iwe tume huru isiyokuwa na mashaka. Na leo viongozi wenu tulikuwa kwenye kikao, tunafikiri kwa namna nyingine, wakati mwingine nguvu isiyo tu ya wanachadema na wananchi wachache. Maana haya mambo ya utekaji tunataka tuyakomeshe yawe mwisho, ikiwezekana yaishiwe kwenye mkoa wetu wa Mbeya. Kwa hiyo tunaendelea kuziunganisha jamii zingine, ili wakati mwingine zoezi kama hili litafanywa na wananchi wote na sio wanachadema peke yao. Lakini kwa hichi ambacho mmekifanya, tutaendelea kukifanya mara zingine tena, ili mradi tunajua hakuna ambaye yuko salama. Hatuwezi kuwa wabinafsi, mtu anachukuliwa nyumbani, anaumizwa, tunakaa. Kwa hichi ambacho wanambea mmekionyesha, kwa kweli mmetoa somo kwa viongozi wengine au mahali pengine popote. Nilikuwa nazungumza na Mheshimiwa Onga kwamba kama Watanzania wa Dar es Salaam, wa Mwanza, tukisikia mtu amepotea, wote tungekuwa tunajaa barabarani tunaenda kutafuta, pengine masuala ya utekaji yangepungua, maana hata watekaji wangeingia uoga. Hakuna wa kututetea isipokuwa ni sisi wenyewe, lazima tuamue kuchukua hatua. Na niwashukuru sana viongozi wangu wa majimbo niliowaona hapa. Jimbo la Mbeya vijijini mmeshughulika vizuri, muona mwenyekiti wa Chunya na timu yako. Wenye vitu wengine sijawaona, lakini nataka wakati mwingine mkoa mzima uwe hapa. Hii ndio Mbeya, lazima tuwaonyeshe kwamba tuko serious kwenye maisha ya mmoja mmoja. Awe amepotea kiongozi, mwanachama, hata mtu mwingine si mwanachama. Tunaona kuna wafanyabiashara wanapotezwa, wanasamani. Kwa hiyo hakuna mtu ambaye yuko salama. Kwa hiyo hicho ambacho tumekionyesha sisi kama wana Mbeya, leo mmeona ni Mbeya, lakini naamini ni somo kwa maeneo mengine. Na bado kwa kuwa mtu wetu tunamtafuta na tunamtaka arudi akiwa hai, viongozi watazungumza hapa. Lakini hichi ambacho kimefanyika leo kitaendelea kama Mdude hatapatikana. Kwa hiyo hatutasita kuendelea kumtafuta, kwa kuwa tumezungumza tayari, na kutumia hekima sio ujinga. Ndugu zangu, lazima mjue sisi kama viongozi wenu lazima tutumie wakati mwingine hekima, kwa sababu hata pale ofisini nimewaambia kila mtu kwenye position aliyopo ni Mungu ameruhusu awepo kwenye position. Iwe ni RPC, iwe ni RC, yoyote yule, ukiwa kwenye position ya kichama au position ya kiserikali, si wewe umejiweka, ni Mungu ameruhusu uwepo kwenye hicho. Kwa hiyo hatutarajii sisi kuwa na viburi. Tunapoambia viongozi wa umma sio na viburi, na sisi lazima tuwe tunasikilizana na viongozi wenzetu. Kwa hiyo mjue kwamba sisi sio wanyonge wala sio wapumbavu kujishusha kutumia hekima katika kupata majibu ya ndugu yetu yuko wapi. Kwa hiyo makamu atazungumza kwa hatua ambazo tumezichukua na nini ambacho tunataka tuwaambie Watanzania, lakini we are very committed. Mdude ni ndugu yetu, ana mke, ana watoto, ana ndugu zake. Kama tutaruhusu yoyote kupotea na tutakaa kimya, huo ndio unafiki wa kwanza. Leo ni mimi, kesho ni wewe. Kama wameweza kuvunja nyumba ambayo ilikuwa ina geti la chuma, ina mlango, nani ambaye yuko salama? Tena Mdude alikuwa saa 12 yuko ndani mwake. Wengine si mnashinda na baa? Hakuna mtu ambaye yuko salama. Wameweza kumzuru Askofu Kitima kwenye jengo ambalo ni la kanisa, nani ambaye yuko salama? Wewe ambaye una walinzi. Kwa hiyo haya mambo yatakomeshwa na sisi wenyewe. Kwa hiyo tuna kazi ya kuhubarisha umma na kuiunganisha jamii yetu ya Watanzania kukataa matendo maovu ya utekaji. Maana hao ambao wanateka ni watu ambao tunaishi nao humo mitaani. Kwa hiyo leo tumeonyesha mfano na tutaendelea.
mpaka hatima ya Mdude ifahamike, tumuone akiwa hai. Niwashukuru wana Mbeya wote, niwashukuru kanda ya Nyasa. Najua kuna watu mmetoka sehemu mbalimbali kwa ajili ya hili tukio la ndugu yetu Mdude. Mimi mwenyewe sikuwepo jana, ndo nimefika kuhakikisha kuungana na nyinyi kuhakikisha tunamtafuta Mdude. Kwa sema kweli swala la Mdude limetusikitisha sana, hususan matukio yote yanayotokea kwenye hii nchi. Tukio la padri Kitima na matukio mengine yote yanatusikitisha, kwa sababu sisi ni Watanzania ambao watu tuko huru, tuna uwezo wa kuhoji. Hii ni nchi ni ya kwetu, lakini kama kuna watu wanafikiri wanaweza kutuziba midomo kwa sababu ya kututisha, kututeka na kutupiga, ni kweli sisi ni binadamu. Sisi ni binadamu, Mdude ni ndugu yetu, na sisi ni Watanzania, tuna haki ya kuhoji kwenye nchi yetu kitu chochote ambacho kipo ambao kinaendelea, kama ni swala uchaguzi, kama ni swala mengine yote maslahi ya nchi hii, tuko tayari wote kuhoji kwa sababu wote ni Watanzania. Kwa mimi niwashukuru, niwapongeze wana Mbeya. Niwapongeze viongozi wangu, makamu mwenyekiti wa kanda, katibu mwenyekiti wa mkoa wa Mbeya na wajumbe wote na viongozi wote wa mkoa wa Mbeya. Kwa hiki mnachokifanya, ninafikiri tuunganishe nguvu yetu kuhakikisha haya mambo yawe ndio mwisho. Tunajua Mdude yupo na tunamhitaji Mdude, na kama wasipomtoa Mdude tutaongeza nguvu zaidi ya kumtafuta Mdude popote ambapo yupo, kwa sababu viongozi ambao wametaja kusema ndo walikuwa wanamfuatia Mdude wapo, na nafikiri RPC achukua hatua ya kuhakikisha hili jambo linaisha mapema kabla tujafikia pabaya, kwa sababu sisi wenyewe ni binadamu. Mdude ni mtoto wetu, Mdude ana wazazi, Mdude ana ndugu na marafiki, Mdude ni mwanachama wa chama cha Chadema. Haya mambo yako wazi, hakuna mtu asiyejua kusema Joko huyu mtoto ameanza kumfuatilia na kumpiga kila wakati. Amepata vilema kwa sababu ya hiki chama, amepata vilema kwa sababu ya kutetea Watanzania, amepata vilema kwa sababu ya kusema ukweli. Kwa mimi nataka niseme hili, tunamwambia RPC, tunamwambia mkuu wa mkoa kusema Mdude anatakiwa aachiwe mara moja, watuletee. Kama amemuumiza wamletee, tumuuguze wenye mtoto. Hakuna mambo ya kusema ya bla bla kusema kila mtu anataka kufanya tu jambo kurahisisha kwenye maisha ya watu. Maisha ya mtu hayatakiwi kurahisishwa. Hili jambo lingekotokea kwa mtoto wa mkuu wa mkoa, sidhani kama ingekaa kimya. Hata ingetokea kwa mtu yeyote yule ambaye anafanya kazi serikalini, sidhani kama ingekaa kimya. Hawa watu wote wapo. Tumeenda pale RPC, anafukuza watu. Zile ni ofisi za umma. Asifikie zile ni ofisi zake, ni ofisi za umma. Watu wana haki kwenda kupeleka malalamiko yao. Sio kwenda watu unaanza kuwafukuza hata kama vile ni waizi. Watu hao wamekerwa na kile kilichotokea. Kwa hiyo niwashukuru sana wana Mbeya, tuendelee na ushirikiano na mkoa wa Songwe. Ni Mdude anatoka kwenye mkoa wangu, ndo amezaliwa kule. Waheshimiwa viongozi na wananchi, tumeweza kufanya yale ambayo mmetuelekeza kufanya. Tumekuwa tukipata taarifa mbalimbali kutoka kwa wasamaria wema zikituelekeza kwamba Mdude yuko wapi ama anaweza kupatikana wapi ama nani amemshikilia. Kwa hivyo kila taarifa ambayo tumeipata kokote pale, tumepokea taarifa nyingine zinatokea Dar es Salaam, nyingine zinatokea mikoa mbalimbali, nyingine zimetokea hata nje ya nchi, lakini zinatusogeza karibu kuelekea kumpata Mdude. Kwa hivyo moja ya taarifa ambazo tulikuwa nazo toka tukio limetokea ni zile taarifa za kwamba Shabani Chole pamoja na Vedatus wanahusika, ambao ni askari wanaofanya kazi katika ofisi ya RPC. Kwa hivyo tulichukua jukumu kwenda kwa RCO na tukamweleza, na yeye akakataa. Tulishatoa hizo update, alikataa kwamba hao watu hawapo kwake, lakini ukweli ni kwamba wapo, na huku tunakoelekea mtakuja kusikia makamu atakavyoongea ni kwamba hao watu wapo na taratibu zitaendelea kufanyika. Tukapokea taarifa tena kwamba huenda Mdude anayeweza kufahamu zaidi alipo au anayemshikilia anaweza kuwa ni mkuu wetu wa mkoa. Kwa hivyo taarifa hizo hatukuzipuuzia. Leo asubuhi viongozi wenu tumeondoka, tumeenda kwa mkuu wa mkoa kumuomba atupe Mdude, lakini na yeye amesema hafahamu. Anasema pengine wanaoweza kufahamu ni polisi. Kwa hivyo tumekuwa tunapelekwa, nendeni polisi, nendeni kwa RC, kwa mkuu wa mkoa, kwa polisi, kwa mkuu wa mkoa. Kwa hivyo tunafikiri kwamba sio sawa sawa. Tunaona bado kwamba mkuu wa mkoa anatakiwa kukaa na RPC wakubaliane kuturudishia Mdude akiwa mzima, mwenye akili zake timamu, mwenye ufahamu,
yani asije amepungua chochote. Hao watu wawili wanayo majibu. Kwa hivyo hapo ndiko ambako tumefika. Bado tunaendelea kutoa wito kwa wanachama, wananchi popote pale ndani ya nchi na nje ya nchi kuendelea kutupa taarifa. Hizi taarifa ndogo ndogo tunaona zinatusaidia kupata mwelekeo. Waturudishie Mdude akiwa hai, na sisi tumepata taarifa kwamba yuko hai. Kwa hiyo wasifanye janja zozote zile ambazo wanafikiri wanaweza kuturudisha nyuma. Sisi hatutarudi nyuma. Huu moto wasipokaa vizuri na sisi, tutauasha mara 100 ya hapa. Lakini nimwambie RPC leo, kitendo cha kutuzuia hapa sijakubaliana naye. Hizo ni ofisi za umma, na tulitegemea hizo nguvu za kutufukuza hapo angezielekeza kumtafuta Mdude apatikane, tungemwona wa maana sana. Lakini kama anafikiri anatutisha na tutatishika, hatuko tayari. Tutaacha tu kumsumbua na kwenda ofisini kwake tu baada ya wao kutuletea Mdude, na tukiona yuko hai. Asipokuwa hai hatutaelewana vile vile. Ndugu zangu, peoples! Asante sana. Ndugu zangu waandishi wa habari, ndugu wana Mbeya na Watanzania wote kwa ujumla, nafikiri jana tulikubaliana hapa kwamba leo tuna appointment ya kwenda kwa mkuu wa mkoa. Leo tumefika kwa mkuu wa mkoa. Yale ambayo tulikuwa tunayasikia kwamba toka kwa polisi kwamba mwenzetu Mdude Nyagali yuko kwa mkuu wa mkoa, tumefika, tumemweleza na tumemtaka mkuu wa mkoa atupe Mdude Nyagali, na tukamwambia kwamba hii taarifa tumeipata wakati tunaendelea kupambana kwa RCO, kwa RPC. Tumepata taarifa kwamba Mdude yuko jirani kabisa na wewe ndio unayefahamu Mdude yuko wapi. Lakini ukweli ni kwamba mkuu wa mkoa amesema yeye hafahamu, labda kwa polisi huko, RPC pamoja na RCO wake. Kwa hiyo ukweli sisi tumemwambia kabisa kwamba tumekosa ushirikiano mzuri na jeshi la polisi, na yeye akapiga simu pale kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunakutana na jeshi la polisi. Sisi tulivyotoka kule tumekutana na jeshi la polisi. Lakini masikitiko yangu makubwa sana kama makamu mwenyekiti wa kanda ya Nyasa, nimepata masikitiko makubwa sana kwa RPC wetu. Amekuta watu wako pale wanamsubiri ndugu yao, na tumemsubiri kwa muda mrefu sana pale. Ameanza kuwafukuza na kuwatawanya watu na kuwatishia watu. Jambo hili limetusikitisha sana kama viongozi. Sisi tunaamini kabisa kwamba ofisi za umma ni mali ya umma, na kila mmoja wetu anaweza kafika kwenye ofisi za umma na akasikilizwa. Na kibaya zaidi ni kwamba RPC anajua kwamba wananchi wote walioko pale kwanza wana majukumu yao, lakini wako pale kwa sababu ndugu yetu Mdude Nyagali hayupo. Kwa hiyo tunataka kutoa tahadhari kwa RPC pamoja na viongozi wengine ambao wamepewa mamlaka kwenye ofisi za umma, kuhakikisha kwamba wanaheshimu sana Watanzania, wanawaheshimu watu. Nia na mazumuni ni kuhakikisha kwamba wanawahudumia watu, kwa sababu sisi ndio waajiri wao. Lakini tunachotaka kusema kama chama kwa niaba ya Watanzania wote, kwa sababu jambo lililofanyika kwa Mdude Nyagali sio la kwanza. Mdude Nyagali tumemkuta maeneo mbalimbali, amekamatwa na polisi mara nyingi. Kwa hiyo hatuna mashaka kabisa kwamba Mdude Nyagali alichukuliwa na jeshi la polisi pale nyumbani kwake, kwa sababu wamezoea kumchukua Mdude Nyagali bila taarifa yoyote. Hii sasa hivi ni mara ya 4 kumchukua Mdude Nyagali. Tumeenda kumwokota maeneo mbalimbali, na kipindi fulani tumekuta wako naye Dar es Salaam bila taarifa ya chama, bila taarifa ya familia, bila taarifa ya mtu yoyote, wala jirani, wala mwenyekiti wa kitongoji, wala mwenyekiti wa serikali ya mtaa. Kwa hiyo tunachotaka kusema kama chama, tunasema tunamhitaji Mdude Nyagali akiwa hai, na tumepata taarifa kwamba Mdude Nyagali yupo, na hatuna wasiwasi kabisa na uhai wake. Tunaamini kabisa kwamba Mdude Nyagali yupo, ni mzima, na tunatoa rai kwa mkuu wa mkoa. Amesema kwamba yeye hafahamu, na ametuambia kwamba labda tukawasikilize polisi. Sisi tunaamini kwamba mwenyekiti wa ulinzi na usalama ambao RPC pamoja na RCO wako chini yake ni mkuu wa mkoa. Kwa hiyo anawajibika moja kwa moja kumtafuta Mdude Nyagali kwa namna yoyote ile.
Kwa hiyo tunachotaka kusema, taarifa tulizonazo ni kwamba Watanzania wengi wanaanza kuingia mkoa wa Mbeya kuhakikisha kwamba wanaungana na sisi kumtafuta Mdude Nyagali. Kwa hiyo Mdude Nyagali sio mali ya wana Mbeya peke yao. Mdude Nyagali ni mali ya Watanzania wote. Kwa hiyo tumepata taarifa, tumepata simu nyingi sana kwamba watu wanatoka Arusha, wanatoka Mwanza, Kwa hiyo kwa sababu watu wanaamini kwamba jeshi la polisi ndio wanaye, tunahitaji Mdude Nyagali arudishwe haraka sana, na arudishwe akiwa hai, lakini pia akiwa na akili timamu kabisa. Kibaya zaidi ambacho tunakilani, pamoja na kwamba jeshi la polisi taifa wametuma watu wako hapa na tumekutana nao kwenye ofisi ya RPC, wameanza kufanya upelelezi kujua nini kinachoendelea. Tumewahakikishia kwamba tunaelewa na tunafahamu kwamba vijana wao ambao wametajwa kwamba ndio waliokwenda nyumbani kwa Mdude Nyagali, hao vijana tuna uhakika ndio waliomchukua na wanafanya kazi kwenye ofisi ya RCO. Kwa hiyo tunahitaji mtoto wetu, tunahitaji kiongozi wetu, tunahitaji mtetezi wa haki za watu katika nchi hii. Mdude Nyagali sio kwamba tunazungumza kama chama hapa. Mdude Nyagali alishavuka viwango hivyo. Mdude Nyagali anatetea kila mtu katika nchi hii. Mdude Nyagali anaisemea nchi. Mdude Nyagali ni moja ya wazalendo katika nchi hii, kwa sababu mtu yeyote ambaye anaweza kuhoji, mtu yeyote ambaye anaweza akakosoa, mtu yeyote ambaye akiona jambo baya anaweza kusema, tafsiri yake ni kwamba yuko kwa ajili ya umma wa Tanzania. Kwa hiyo tunahitaji Mdude Nyagali, tunahitaji Mdude Nyagali aweze kurudishwa akiwa hai, aweze kurudishwa akiwa na afya njema. Kwa hiyo mkuu wa mkoa pamoja na RPC, RCO, huo wajibu ni wa kwenu. Viongozi wa jeshi la polisi ambao mmekuja hapa, viongozi kutoka Dodoma, mliokuja mliotumwa kuja kufanya investigation hapa, tunawahakikishia kabisa kwamba investigation ya kwanza inatakiwa ianzie kwenye ofisi za RCO mkoa wa Mbeya, kwa sababu jambo la kwanza aligoma kabisa kwamba hafahamu, hawa kina Shabani kama wako ofisini kwake. Amekataa kabisa, ametupa wasiwasi mkubwa, na tumeona kabisa kwamba kilikuwa ni kigezo mojawapo au walitumwa kwenda kufanya jambo hili. Kwa hiyo tunachotaka kusema, waanzie kwenye ofisi yao kuhakikisha kwamba wanatuletea Mdude Nyagali. Kama wamemficha maeneo mbalimbali, wamtoe, watuletee. Sisi yeye ni mtoto wetu, watuletee kama livyo. Na kwa sababu Watanzania wengine wanasema wanaanza kuingia katika mkoa huu, msije mkatutafsiri kwamba sisi tunawaambia watu waje. Huyu Mdude Nyagali sio mali yetu sisi, ni mali ya Watanzania. Kwa hiyo tunaomba apatikane mapema ili mji wetu na mkoa wetu wa Mbeya uendelee kuwa shwari, shughuli ziendelee kama kawaida, biashara ziendelee kama kawaida, ili amani ya mkoa wetu wa Mbeya uendelee kama kawaida. Na jambo hili tunalizungumza si kwa sababu ya Mbeya peke yake, tunazungumza kwa nchi nzima. Taifa sasa hivi linaumwa. Taifa limekosa amani kwa sababu viongozi wa dini, hakuna aliye salama katika nchi hii. Awe kiongozi wa dini, awe mfanyabiashara, mkulima, yeyote yule mfanyakazi, hakuna aliye salama katika nchi hii. Kwa hiyo kama imefikia hali ya viongozi wa dini, wakosoaji wanaanza kutekwa katika nchi hii, tafsiri yake ni kwamba nchi haiko salama. Mama Samia, rais wa nchi, sisi kama Watanzania tunakuambia kwamba weledi umepungua sana katika nchi yetu. Tunahitaji usalama wa watu. Taifa lolote duniani, jambo la kwanza kabisa ni usalama wa raia na mali zao. Sasa usalama wa raia na mali zao sasa hivi umekuwa mashakani. Tunaomba nchi hii usalama urudi kama ulivyokuwa huko nyuma. Tunamtaka Mdude Nyagali aweze kurudi, tuweze kuwa naye hapa. Mdude Nyagali na familia, ndugu zake wako hapa, familia yake iko hapa, na Watanzania wote ni familia ya Mdude Nyagali. Kwa hiyo tunaomba Mdude Nyagali aweze kurudi hapa. Mkuu wa mkoa,
tunaomba timiza wajibu wako. RPC timiza wajibu wako. IGP timiza wajibu wako. Kila mmoja atimize wajibu wake kuhakikisha kwamba Mdude Nyagali anarudi. Tunaendelea kumtafuta, lakini tunaamini mtamleta Mdude Nyagali akiwa hai kabisa. Ndugu zangu wanachama na Watanzania mlioko hapa katika ofisi za kanda ya Nyasa, tunataka kuhakikishia kwamba shughuli hii itaendelea muda wote, na kwa siku ya kesho kila mmoja katika maeneo yake aingie kumtafuta Mdude Nyagali alipo na kupaza sauti. Sisi tunakwenda kuhakikisha kwamba tunakutana na taasisi mbalimbali. Tutakutana na viongozi wa dini kuwaeleza. Tutakutana na wafanyabiashara. Tutakutana na makundi mbalimbali haki za binadamu kuwaeleza kuhusiana na Mdude Nyagali. Lakini kesho kutwa wote tutakuwa hapa. Na ikiwezekana tuwe wengi zaidi, kwa sababu tunaamini Watanzania wengine watakuwa wameshaanza kuingia katika eneo hili. Lakini pia kibaya zaidi, tumemwambia RPC afike mahala elewe kwamba sisi mpaka sasa hivi akili yetu imeshavurugwa kabisa. Kwa hiyo asije kakuta tuko kwenye makundi mbalimbali tunatembea, au tumekaa ofisini tuko wengi hapa, anakuja na magari yake akiwa amejaza mapolisi. Hili jambo tumemwambia hata mbele ya viongozi wake waliotoka Dodoma. Tumesema hilo jambo hatulikubali hata kidogo. Tunahitaji diplomasia kwa kipindi hiki. Sisi ni watu ambao tunahitaji kuliwazwa kuliko kitu chochote, kwa sababu akili yetu haiko sawa, mioyo yetu imeumia. Kwa hiyo tunaweza tukatembea sehemu yoyote, tunaweza tukakutana na kuzungumza, na hata hizi taarifa ambazo tumezipata za kina Shabani zimetokea tukiwa ofisini tumekusanyika kama hivi. Hatukuzitafuta mitaani huko. Kwa hiyo tunaomba watu wache tuendelee kufarijiana kuhakikisha kwamba ndugu yetu anapatikana hapa. Tuko serious na tuko vizuri sana, tunahitaji ndugu yetu aweze kupatikana Mdude Nyagali hapa. Kwa ufupi ni kwamba tumepata nafasi kama walivyoongea viongozi. Tumepata nafasi ya kuongea na mkuu wa mkoa, lakini pia kamanda RPC na timu yake. Jambo kubwa na la msingi ambalo sisi wanachadema, sisi kama Watanzania tunataka kuzielewa ni kwamba masuala ya kiuchunguzi, masuala ya jinai, uchunguzi, masuala ya kijinai yako kwa mujibu wa sheria. Hatuwezi kusema kwamba Chadema tufanye uchunguzi wenyewe na baada ya kupata ukweli tupeleke mahakamani sisi wenyewe. Tuko katika nchi ambayo ina vyombo, ina sheria ambayo imeundwa ni nani afanye upelelezi, na kama kuna lolote limetokea basi hatua za kisheria zipi zifuatwe. Nachotaka kuambia na kujulisha kama umma ili tujue wajibu wetu kwa sasa ni upi, sawa sawa na yale aliyoongea viongozi wa chama, ni kwamba jeshi la polisi lilitoa taarifa ya kwamba limeteua timu ya kuja kuchunguza, kufuatilia hili swala kwamba limetokeaje au liko kwa sura gani. Tumepata nafasi ya kuongea nao. Kuna mengine wameongea na sisi kwa sababu ya kiufundi na uweledi, na tusije tukaharibu swala la kiuchunguzi. Kuna mengine hapa tutayaweka bayana. Lakini nitoe wito kama wakili, lakini pia kama mwanachadema, ni kwamba kuna maeneo, naomba nieleweke vizuri. Kuna maeneo ambayo jeshi la polisi tumelituhumu, na tumeituhumu ofisi ya Afande Rasio kwa namna yoyote ile. Yeye ndio mkuu wa upelelezi wa mkoa wa masuala ya kijinai. Sisi tuliondoa imani na tumemweleza mkuu wa mkoa kwamba hatuna imani naye na hatuna imani na ofisi ya Afande Rasio kufanya uchunguzi. Kwa hiyo timu inayokwenda kuchunguza ni timu kutoka makao makuu. Na kwa misingi hiyo hiyo, kama una taarifa, kama una taarifa yoyote juu ya kilichotokea kwa ndugu yetu, kabla ya kwenda kwa Afande RPC au kwenda kukutana na jeshi la polisi, pita ofisini kwanza.
Naomba nieleweke vizuri. Na moja kati ya masuala tuliyokubaliana nayo, moja kati ya mambo tuliyokubaliana nayo ni kwamba kwenye hicho kikao ni kwamba kama utakuwa unakwenda kutoa taarifa kwenye jeshi la polisi, kama una taarifa yoyote ya msingi ya kusaidia ili jambo lilotokea, ni kwamba utaongozana na mimi wakili, na kama sitakuwepo kwa sababu moja au nyingine, basi kutakuwa na mawasiliano ambayo ofisi ya kanda kupitia katibu, lakini pia kuna uongozi wa mkoa ulikuwepo, makamu mwenyekiti wa kanda alikuwepo. Usiende peke yako, kwa sababu hatuna imani nao. Pamoja na kwamba wametoka Dodoma, tunawaangalia kwa macho mawili, hatuwaamini 100%. Naomba nirudie tena, pamoja na kwamba hiyo timu imetoka Dar es Salaam, imetoka Dodoma makao makuu kwa ajili ya kufuatilia hili jambo, tukumbuke nao ni polisi. Tunao watuhumu ni polisi. Mnakubaliana na mimi kwamba mbwa huwa hali mbwa mwenzake. Kwa tumewekeana utaratibu pale kwamba kama tunakwenda kutoa taarifa, kuna taarifa wanahitaji za kiushahidi na kiupelelezi, basi tutaongozana, lakini pia uongozi wa kanda upo hapa. Ila usije ukaenda peke yako kwa kujiamini, unaweza kupotelea huko. Hata wakija kumchukua kama shahidi. Lakini hata kama wakija kukuchukua kama shahidi, kwa sababu sisi Chadema ndio walalamikaji, hata wakija kukuchukua kama shahidi, don't go alone. Usiende peke yako. Na hili tumekubaliana kule. Lakini masuala mengine tunayoyaomba sasa, bado kwa hali iliyopo tunaona kuna haja ya ile timu iliyotoka makao makuu Dodoma iliyokuja kupeleleza, ili kuiongezea imani, isiwe timu tu ya polisi, iwe tume, iundwe tume. Na hiyo tume, huu ni wito sasa, ili kujengeana imani na kuaminiana, iwe ni tume ambayo ihusishe hao watu wa jeshi la polisi waliotoka Dodoma kama ambavyo wao wamesema, lakini kuwe na wawakilishi toka Chadema, kuwe na wawakilishi kutoka kwenye familia, lakini pia kuwe na wawakilishi kutoka kwenye taasisi za kidini. Iunde tume ndio ikafanye uchunguzi. Wakati kwa kusema hayo hatumaanishi kwamba upelelezi wa polisi usitishwe, lakini pia kuwe na hilo angalizo la kwamba kuna jambo zaidi ya hilo linatakiwa kufanyika. Jambo la mwisho ambalo naweza nikalizungumza, ambalo limejirudia sana, na huu ni wito pia kwa jeshi la polisi, ni kwamba wale maafande waliotajwa wakae pembeni, waziachie ofisi za umma, viti vyao viwe wazi. Hapa nazungumzia afande RCO a step down wakati uchunguzi unafanyika. Narudia tena, afande RCO aipishe ofisi iwe wazi wakati uchunguzi unafanyika. Kuna majina yametajwa, sijui Shabani, sijui Veda, Chalo na Vedas. na wao wanasema hao watu hawapo, mala wapo. Sisi tupo tayari. Wanachadema wapo wanaowafahamu, wapo wananchi wanaowafahamu.
ikiwapendeza waitisha identification parade ya wale askari. Walete parade, wale wanaowatambua wakawatambua. Alafu mambo mengine yaendelee. Na hatutakubali kwamba ili jambo litapita eti kwa sababu limekaa muda mrefu basi litatokea tukio la Simba na Yanga alafu watu watasahau. Litatokea sijui la Babu Aloliondo watu watasahau. Hili halitasahaulika. Niishie tu kwa kusema kwamba usiende peke yako jeshi la polisi kitu. Mawasiliano yako kwa katibu. Kila kitu kitakuwa sawa sawa. Ndugu zangu wanachadema wenzangu, mimi kwanza niwashukuru sana kama mwenyekiti wenu wa jimbo la Mbeya mjini. Niwashukuru sana kwa ushirikiano mzuri. Na mimi niwahakikishie katika safari ile nilikuwepo, tumeshaelekezana kwamba Mdude tunamtaka aje hapa aonekane akiwa mzima. Vinginevyo kitu ambacho tutakwenda kufanya Chadema kitakuwa kibaya sana. Lakini mimi na imani kama mwenyekiti wenu kwamba Mdude yuko salama. Kama Mdude vinginevyo kama alivyozungumza viongozi wenzangu, kama Mdude ataonekana amepata tatizo, basi nchi hii hawa jamaa wanataka tatizo liongezeke. Kwa sababu hatuwezi kuishi kwenye nchi ya design hii. Sisi Chadema ni wa Tanzania. Sisi Chadema ni wa Tanganyika. Wanategemea tutakwenda wapi? Na sisi tutakomaa mpaka dakika ya mwisho. Kwa sababu tuna makundi ya watu wanatupa supporta kubwa. Wa Tanzania wanaamini hapa tulipofika Chadema sasa tutakwenda kuchukua nchi. Msiwe na wasiwasi. Serikali ya Chama cha Mapinduzi sasa imefeli. Hapa ndio mwisho. Na waomba tushirikiane, tusiwe wanyonge kwenye hili. Sasa siasa ndio zinakwenda. Wameamua tufanye haya, tutafanya haya. Wameamua tufanye siasa za zina hii, tutafanya siasa za mfumo ambao wao wanataka. Tunaomba jeshi la polisi wamlete Mdude. Usalama wa nchi hii, jeshi la polisi wamlete Mdude. Tena wamlete Mdude akiwa hai, ili nchi iwe salama. Sisi hatutaki kuvurugana, kuleta shida kwenye nchi hii. Tunapokwenda kwenye uchaguzi ambao hauna maana, huko hatuendi. Kwanza tumpate Mdude. Tukishapata Mdude mambo mengine yataendelea. Si ndio jamaa kamanda? No reform. Nawashukuru sana kwa kunisikiliza. Sasa tangazo amesema mwenyekiti wangu wa kanda ya Nyasa, makamu mwenyekiti, kwamba sasa tunaondoka. Kila mtu kwenye eneo lake akatafute. Lakini kesho kutwa wote tuonane hapa asubuhi. Kwa sababu na sisi kuanzia kesho tuna majukumu mengine kwa ajili hili. Si ndio makamanda? Kwa hiyo kesho kutwa tunahitaji muwe wengi zaidi kuliko mlivyo leo. Tunamtaka Mdude wetu. 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 Tunamtaka akiwa hai. Tunamtaka akiwa hai. Tunamtaka akiwa hai. Tunamtaka akiwa hai. Tunamtaka Mdude wetu. Kutoka hapa ofisi ya Chadema kanda ya Nyasa, mimi ni Jacqueline Mwangama, Kusaga TV.